Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kujibu kila shambulizi la Iran dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kulenga miundombinu ya Iran kila inaposhambulia meli hizo. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na Ebola mashariki mwa Kongo imepindukia watu 1000 huku shirika la Save the Children likisema 20% ya walioathirika ni watoto. Kwa mingi banatoka kumwakimbizi kisha kunakuwa tena ile mgonjwa ya Ebola yenyewe banapambana nayo. Sasa ile natuma kunakuwa boga kubwa kwa kati ya watoto banaposikia kama namna gani watoto wengine biko banakufa, inatuma banakuwa na boga kali kabisa miongoni mwao. Rais wa Ufaransa unga mkono marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watoto chini ya umri wa miaka 15. Na katika waridi hii leo tunamwangazia Nduta Mbogori anaishi na ugonjwa wa Parkinson ambao unaathiri mishipa ya fahamu. Asubuhi nikiamka na mkanga nikianza kutetemeka. So nimeza tembea kwanza, ningoje ifanye kazi, niende nifanye tizi, niende nitafute breakfast, nioge, whatever ile kitu nafaa kufanya. But ile kitu na rule maisha yangu kwa sasa ni dawa. Viwanjani, Italia inaweza kufanya mabadiliko ya kifedha ili kumnasa Pep Guardiola. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Marekani bado iko tayari kushiriki mazungumzo ya kidiplomasia na Iran. Hata hivyo, akiwa katika mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za kusini mashariki mwa Asia, Rubio amesema Iran haijaonyesha dhamira ya dhati ya kushiriki mazungumzo hayo. Rubio amesisitiza tena kuwa kuiruhusu Iran kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz kunaweka mfano hatari kwa jumuiya ya kimataifa. Katika mashambulizi ya hivi karibuni, jeshi la Marekani lilisema lililenga miundombinu ya baharini ya Iran pamoja na vituo vya usafirishaji na ugavi wa vifaa. Mashirika ya habari ya Iran yalisema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa imeanzishwa mjini Tehran, huku milipuko ikisikika katika mji wa Tabriz na Bushehr. Kwa bahati nzuri hadi sasa, ingawa tumeafikia makubaliano, wao hawajatimiza ahadi zao. Na kama rais alivyosema awali, tatizo tunalokabiliana nalo kwa sasa ni kwamba wao hawana dhamira ya dhati ya kufanya mazungumzo. Sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Ikiwa wao hawako tayari, basi tutachukua hatua zinazohitajika kulinda maslahi yetu pamoja na maslahi ya washirika wetu. Kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine aliyefutwa kazi ametetea rekodi yake ya uongozi wa kijeshi akisema vikosi vyake vilikuwa vimeanza tena mashambulizi na kufanikiwa kukomboa eneo la kilomita za mraba 700 kutoka kwa uvamizi wa Urusi tangu mwanzo wa mwaka huu. Rekodi ya Jenerali Oleksandr Syrsky ilisifiwa vilevile na Rais Volodymyr Zelensky hata wakati alipotangaza kuondolewa kwake madarakani siku ya Jumanne. Mrithi wake, jenerali ambaye ni kijana aliye na umaarufu Mikhailo Drapati, amesema leo kuwa amepewa jukumu la kuongeza hatua za mashambulizi ya kukabiliana na adui, kupanga operesheni mpya nyuma ya mistari ya majeshi ya adui, kuanzisha ubunifu zaidi wa kiteknolojia na kuimarisha uwezo wa majeshi ya Ukraine. Rais Zelensky ameendelea na mabadiliko katika uongozi wa jeshi la Ukraine kwa kumteua Andriy Natov kuwa mkuu mpya wa wafanyakazi wakuu wa jeshi. Mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatajwa kufikia hatua ya kutisha. Kwa sasa, vifo vilivyothibitishwa vimefikia 999. Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa leo zinaonyesha kuwa kuna visa zaidi ya 2000 vilivyothibitishwa katika mikoa 5, yote ikiwa katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mkoa wa Ituri umeongoza kwa kuwa na visa vipya 42 kati ya 50 vilivyoripotiwa. Ituri pia imerekodi vifo vipya 27 kati ya 32, hali inayoonyesha kuwa bado ndio kitovu kikuu cha mlipuko huo. Mkoa wa Kivu Kaskazini umerekodi visa vipya 8 na vifo 5 na kufikisha jumla ya visa 247 na vifo 146. Hakuna visa vipya vilivyoripotiwa katika mikoa ya Hautulele, Kivu Kusini na Shopo. Idadi ya waliopona imeongezeka na kufikia 482 kote nchini, huku wagonjwa 13 wakiruhusiwa kutoka hospitalini katika mkoa wa Ituri.
Wakati huo huo, wagonjwa 737 bado wametengwa na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa umefikia 82% kitaifa. Mlipuko huo uliotangazwa tarehe 15 mwezi Mei na kusababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibujo umeenea katika maeneo 47 ya afya. Ukosefu wa usalama, uhamiaji wa watu na biashara za kuvuka mipaka na Uganda pamoja na Sudan Kusini vinaendelea kuchangia kuenea kwa maambukizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaumu mamlaka za Nigeria kwa kuendesha kile ilichokiita mapungufu makubwa dhidi ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa Boko Haram. Shirika hilo limesema hatua hizo hazitoi haki kwa waathiriwa uasi wa muda mrefu nchini humo. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Katika ripoti ya tathmini iliyotolewa leo Jumatano, shirika hilo limesema mashtaka hayo yamelenga zaidi washukiwa wa ngazi za chini, huku watu wanaodaiwa kuwa vinara wa ukatili huo wakiendelea kuepuka kuwajibishwa ipasavyo. Shirika hilo limebainisha kuwa kesi nyingi zilitegemea zaidi miungano ya washukiwa na ziliendeshwa bila kuwepo kwa mashahidi au ushahidi wa kutosha wa kimazingira. Katika baadhi ya matukio, washtakiwa walikuwa wakituhumiwa tu kwa kutoa msaada kwa makundi yenye silaha katika mazingira ambayo huenda walilazimishwa kufanya hivyo. Pia shirika hilo lilihoji iwapo mawakili walioteuliwa na mahakama walikuwa na uwezo wa kutosha kuhakikisha washtakiwa wanapata haki ya kusikilizwa kwa kesi. Serikali ya Nigeria imesema kesi hizo zinalenga kuimarisha uwajibikaji kwa makosa yanayohusiana na ugaidi. Na Mali, Niger na Burkina Faso zimewasilisha ombi la pamoja la kuandaa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ya mwaka 2032. Licha ya kukabiliwa na ukosefu wa usalama, shirikisho la soka la Afrika CAF limeidhinisha nia yao ya kuwania kuwa wenyeji wa michuano hiyo, hatua hiyo ikiwa ni mwanzo wa mchakato wa zabuni. Uamuzi kuhusu nchi hiyo itakayopata nafasi ya kuandaa mashindano hayo utatangazwa baadaye. Nchi hizo tatu zote zinaongozwa na serikali za kijeshi. Ziliunda muungano wa nchi za Sahel baada ya kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS mwaka jana. Kwa sasa nchi hizo zinakabiliana na mashambulizi kutoka kwa makundi yenye itikadi kali za Kiislamu pamoja na makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza kupitia CGFM, Classic FM na Radio 1 nchini Tanzania, yako pia kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Must FM nchini Kenya. Huko Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga, lakini kama uko DRC matangazo haya yanapatikana kupitia Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye kurasa zetu za YouTube na Facebook BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, jioni hii uko nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu Leskola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako Skola. Naam, tuanzie huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kujibu kila shambulizi la Iran dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kulenga miundombinu ya Iran kila anaposhambulia meli hizo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia wakati huo huo ameiambia BBC kwamba hajui ni lini wakaguzi wake wataweza kurejea nchini Iran ili kuendelea na kazi yao ya ukaguzi. Rafael Gross amezitaka mamlaka za Iran kuwezesha kwa haraka upatikanaji wa maeneo yanayohitaji kwa ajili ya wakaguzi hao. Phyllis Mwote na maelezo zaidi. Grossi amesema kwamba bado kuna wasiwasi mkubwa kuhusu akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu ambayo bado ipo nchini Iran. Aidha, amesema kwamba miundombinu ya nyuklia ya Iran, ingawa imeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya Marekani, bado ni ya kiasi kikubwa na ina uwezo wa kuendelea kurutubishwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameendelea kuelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi kati ya Marekani na Iran. Msemaji wake amesema katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York siku ya Jumanne. Kwa mujibu wa msemaji huyo Stefan Dujarric, Bwana Guterres ana wasiwasi hasa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Iran, ikiwemo kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia ambacho bado kinajengwa na mtambo wa kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari, pamoja na mashambulizi yanayoendelea katika maeneo mengine ya taifa hilo. Katibu mkuu anaendelea kuwa na wasiwasi
wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea na kuongezeka kwa mapigano ya kijeshi kati ya Iran na Marekani katika siku chache zilizopita. Mgogoro huo tayari umeathiri Iran, Bahrain, Jordan, Syria, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Kuwait na mataifa mengine, hali inayoongeza shinikizo kwa mifumo ya biashara, upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, gharama za usafirishaji pamoja na bei za mafuta na bidhaa muhimu katika nchi hizo na kwingineko duniani. Huyu hapa tena Stefan Dujarric. Anarudia kusisitiza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo huu na anatoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia ili kufikia suluhisho la amani na tena la kudumu. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kwamba vita vya Marekani nchini Iran hadi sasa vimegharimu dola bilioni 37.5 za Marekani. Alitoa takwimu hizo siku ya Jumanne akisema ni ongezeko la karibu dola bilioni 8 ikilinganishwa na makadirio ya mwisho yaliyotolewa hadharani. Hegseth amewaambia wabunge kuwa makadirio hayo pia yanajumuisha gharama zinazotarajiwa hadi Septemba tarehe 30. Iran kwa sasa iko katika hali dhaifu zaidi ya kijeshi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Huenda hata katika kipindi cha miaka 47 iliyopita tangu ilipoanza kujenga kile kinachotajwa kuwa mtandao wa makundi ya wanamgambo wanaowaunga mkono. Hata hivyo, nakubali kuwa bado ina uwezo wa kijeshi bila shaka, lakini kiwango cha uharibifu tulichoisababishia kupitia mfululizo wa operesheni hizi za kijeshi kimeifanya Iran kufikia hali dhaifu zaidi kuwahi kuwa nayo. Hii ni mara ya kwanza kwa Hegseth ambaye alifika mbele ya kamati ya Seneti ya ugawaji wa fedha akiwa pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya pamoja Jenerali Dan Kane kujibu hadharani maswali ya wabunge tangu jeshi la Marekani lilipoanzisha tena operesheni zake dhidi ya Iran mapema mwezi huu. Alisema kuwa bila fedha hizo mafunzo ya sasa na yajayo ya wanajeshi wa Marekani yatalazimika kupunguzwa. Aidha, aliendelea kuulaumu utawala wa aliyekuwa Rais Joe Biden kwa kile alichodai kuwa ni kuacha jeshi likiwa halijapatiwa fedha za kutosha. Kuhusu uwanja huo mapambano na mabadiliko yote yanayoweza kujitokeza, mimi na mwenyekiti tulikuwa na jukumu la kuhakikisha rais anaelewa kila uwezekano na matokeo yanayoweza kutokea, na tulifanya hivyo. Ukweli kwamba tulikuwa tumeyazingatia na kuyaelewa yote hayo kabla ni sababu nyingine inayomfanya Rais Donald Trump astahili pongezi kwa kuchukua hatua hiyo. Alionyesha ujasiri kwa uhakika, kwa mujibu wa kauli yake kwamba hao Waislamu wenye misimamo mikali hawawezi kumiliki silaha ya nyuklia ambayo inaweza kutumika kuitishia Marekani. Wakati huo huo, Pentagon ilitangaza kifo cha Sajenti Michael Emmanuel Swinton, mwanajeshi wa Marekani mwenye umri wa miaka 30 aliyefariki nchini Iraq. Aidha, ilisema kwamba Sajenti Angel Rampasad mwenye umri wa miaka 28 anaaminika kufariki nchini Jordan. Siku moja kabla ya tangazo hilo, jeshi la Marekani vilevile lilitambulisha wanajeshi wengine wawili waliouawa nchini Jordan kuwa ni askari wa daraja la kwanza PCF Isabella Gonzalez mwenye umri wa miaka 19 na luteni wa kwanza Tyler Feehan mwenye umri wa miaka 25. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Tukitoka mzozo wa Mashariki ya Kati tunakwenda kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Mkuu wa majeshi ya Ukraine ambaye ameondolewa madarakani na Rais Volodymyr Zelensky amekuwa akitetea rekodi yake wakati akiondoka katika nafasi hiyo. Jenerali Oleksandr Syrskyi amesema vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kukomboa eneo lenye ukubwa wa takriban kilomita za mraba 700 kutoka kwa udhibiti wa Urusi mwaka huu pekee. Amesisitiza kuwa jeshi la Ukraine bado linaendelea na operesheni za mashambulizi licha ya changamoto zinazolikabili katika uwanja wa vita. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Ukraine imefanya mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya usafirishaji vya kampuni kubwa ya biashara mtandaoni nchini Urusi, Wildberries, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema maeneo hayo yalikuwa yakitumika kusambaza vipuri vya ndege zisizo na rubani kwa jeshi la Urusi. Video zilizorekodiwa na mashuhuda mapema leo Jumatano zinaonyesha moto mkubwa ukiwaka katika ghala la Wildberries mjini Nevinomysk. Kwa upande wake, mkuu na mwanzilishi mwenza wa Wildberries Tatiana Kim amesema vituo vya usafirishaji vya kampuni hiyo vilivyoko Nevinomysk na Krasnodar vilishambuliwa na watu kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya kesho Alhamisi nchini Ufilipino kwa mazungumzo yanayotarajiwa kujikita katika migogoro ya Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huu utafanyika pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN unaokutanisha viongozi wa nchi za Asia ya Kusini Mashariki.
она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио. Huenda tayari makubaliano yalishafikiwa. Jana tulikutana kwa muda mfupi na Marco Rubio katika hafla ya mapokezi na tukathibitisha kwamba kikao hicho kitafanyika kesho katika nusu ya kwanza ya siku. Natumai tutapata fursa ya kuwafahamisha kwa namna fulani kuhusu tathmini na maoni yetu baada ya kikao hicho. Kuhusu utabiri wa Rais Trump kuhusiana na mwelekeo wa mchakato wa kupata suluhu, nitamuuliza pia Marco Rubio kesho. Aidha, yeye pia alitoa maoni kuhusu matokeo ya mkutano wa Anchorage, lakini kauli hiyo bado ina tafsiri zaidi ya moja. Kwa vyovyote vile, huu utakuwa mkutano wenye manufaa. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewaondoa madarakani mkuu wa jeshi Oleksandr Syrskyi kufuatia msukosuko wa kisiasa uliozuka baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi aliyekuwa akipendwa na wananchi na anayefahamika kwa matumizi ya teknolojia. Jenerali Oleksandr Syrskyi ambaye amefutwa kazi ametetea rekodi yake ya uongozi vitani, akisema kuwa majeshi yake bado yalikuwa yanaendelea na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Urusi. Amesema aidha kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu yamefanikiwa kukomboa zaidi ya kilomita za mraba 700 kutoka katika maeneo yaliyokuwa chini ya uvamizi wa Urusi. Licha ya kuondolewa kwake madarakani jana Jumanne, Rais Volodymyr Zelensky amesifu utendaji wa Jenerali Syrskyi alipokuwa akitangaza mabadiliko hayo. Jenerali Oleksandr Syrskyi ameongoza kwa mafanikio katika ulinzi wa mji wa Kiev, operesheni ya mashambulizi ya Calvin pamoja na operesheni za Kursk. Tumepiga hatua kubwa katika safari hii. Ulinzi wa Ukraine unaendelea na kila mwanajeshi anapaswa kuheshimiwa na kutendewa kwa hadhi. Ninamshukuru yeye pamoja na wapiganaji wetu wote kwa kuendelea kuimarisha nafasi ya Ukraine katika vikosi vya mstari wa mbele wa mapambano. Mrithi wake Jenerali Mikhailo Drapati ambaye ni kijana na anayepata uungwaji mkono mkubwa amesema amepewa jukumu la kuimarisha mashambulizi dhidi ya Urusi, na amesema pia atapanga operesheni mpya katika maeneo ya nyuma ya adui, kuendelea matumizi ya teknolojia ya kisasa vitani na kuongeza uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Ukraine. Kama ilivyo kwa Ukraine wengine wengi, mbunge wa upinzani Kira Rudik ametoa wito wa umoja na mshikamano nchini Ukraine. Nadhani hatua hii itatuwezesha kusonga mbele kwa tija na kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa. Kwa wakati huu ni jambo la msingi kwa taifa letu kuelekeza nguvu katika kushinda vita vinavyoendelea badala ya kugombana au kugawanyika miongoni mwetu. Katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya Ukraine vimefanikiwa kupunguza kasi za mashambulizi ya Urusi, huku mashambulizi ya masafa marefu ya Ukraine yakiharibu viwanda vya kusafisha mafuta nchini Urusi ambavyo Kiev inasema vinachangia kuendesha uvamizi huo. Hata hivyo, Kremlin imesema mabadiliko hayo hayatabadilisha hali ilivyo kwenye uwanja wa vita. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. Asante Leila. Kwingineko ni kwamba Marekani inapanga kutangaza makubaliano makubwa na Saudi Arabia siku ya Jumatano ambayo itasaidia nchi hiyo kuanzisha mpango wa nishati wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Hatua hii inakuja wakati Washington ikiendelea na vita vyake dhidi ya Iran. Zaidi na Victor Kenani. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times likinukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutajwa majina, utawala wa Rais Donald Trump ulipanga kutia saini rasmi na kutangaza makubaliano hayo na Saudi Arabia siku ya Jumatano. Utawala wa Rais Donald Trump ulisema makubaliano hayo yatatoa mabilioni ya dola kwa sekta ya nyuklia ya Marekani. Kifungu kimoja katika makubaliano hayo ya miaka 30 kinaweza kuruhusu kampuni za Marekani kujenga kituo cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia, gazeti la Wall Street Journal liliripoti. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote viwili pamoja na maafisa wa Israel wameeleza upinzani wao dhidi ya mradi wa nyuklia wa matumizi ya kiraia nchini Saudi Arabia, wakihofia kuwa unaweza baadaye kubadilishwa na kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwasilishwa kwa bunge la Marekani katika siku chache zijazo, lakini hayahitaji idhini ya bunge ili yaanze kutekelezwa. Saudi Arabia kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza haki yake ya kuendeleza mpango wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia. Katika miaka ya hivi karibuni, Marekani imekuwa ikijaribu kujumuisha makubaliano yoyote ya nyuklia kama sehemu ya mkakati mpana zaidi ambao ungejumuisha Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel pamoja na kutiwa saini kwa mkataba wa ulinzi kati ya Marekani na Saudi Arabia. Awali, katika mkutano na uongozi wa Saudi Arabia mwezi Aprili mjini Riyadh, waziri wa kawi wa Marekani Chris Wright alisema madhumuni ya Saudi Arabia
ni ya kiraia tu. So Saudi Arabia has resources here. Saudi Arabia ina rasilimali zilizopo hapa, ikiwa ni pamoja na rasilimali za madini kama urani, na ina nia ya kupanua zaidi uzalishaji wake wa nishati kupitia matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya kibiashara. Teknolojia ya nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kibiashara ilibuniwa nchini Marekani. Was developed in the United States. Marekani ilisaini makubaliano ya nyuklia na jirani wa Saudi Arabia, Falme za Kiarabu UAE mwaka 2009, ingawa nchi hiyo haijafanya urutubishaji wa urani yake yenyewe. Mwezi Mei, ndege isiyo na rubani ilishambulia jenereta karibu na kinu cha nyuklia cha Baraka nchini UAE, ambacho ndicho kituo pekee cha nyuklia katika ulimwengu wa Kiarabu, na kusababisha moto. Watunga sheria kwa muda mrefu wamekuwa wakihofia kuwa iwapo Iran itazalisha silaha za nyuklia, hatua hiyo itachochea mashindano ya silaha katika eneo la Ghuba. Kutokana na mapigano mapya kati ya Marekani na Iran, hofu inaongezeka kwamba vita hivyo vinaweza kuendelea kuliumbisha eneo hilo. Washirika wa Iran nchini Yemen, waasi wa Houthi, walitishia wiki hii kupanua vita hivyo kwa kutangaza kwamba watazingira bandari za Saudi Arabia. Tangazo hilo limezua hofu kwamba mzingiro huo unaweza kutishia usambazaji wa mamilioni ya mapipa ya mafuta ghafi katika soko la kimataifa. Wiki iliyopita, Saudi Arabia na waasi wa Houthi walishambuliana kwa makombora, jambo lililotishia makubaliano ya usitishaji mapigano ya mwaka 2022, ingawa waasi hao kwa kiasi kikubwa wameendelea kubaki pembeni tangu vita vya Mashariki ya Kati vilipoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, na sasa tukitazama masuala ya mitandao ya kijamii, bunge la Ufaransa limeidhinisha sheria kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kuanzia Januari mwaka ujao. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kuwazuia vijana walio chini ya umri huo kutumia majukwaa ya mitandao ya kijamii. Chini ya sheria hiyo, kila mtu nchini Ufaransa atalazimika kuthibitisha umri wake kabla ya kupata huduma za mitandao ya kijamii. Uamuzi huo unakuja wakati Uingereza na Umoja wa Ulaya zikiandaa hatua zao za kuweka mipaka ya matumizi ya mitandao hiyo kutokana na wasiwasi kuhusu athari zake kwa afya ya akili ya watoto. Martha Saranga anakuarifu zaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameukaribisha uamuzi huu ambao alikuwa ameahidi kutekeleza kabla ya kumaliza muongo wake mmoja madarakani. Ingawa wakosoaji wamehoji uwezekano wa kutekelezwa kwa sheria hiyo, serikali imesisitiza kuwa vipengele mtandaoni vitakavyotumika kuthibitisha umri ni salama na zinafanya kazi kwa ufanisi. La question qui nous est soumise, swali linalotukabili sisi kama wanasiasa ni nani anayepaswa kuamua mazingira ya kiakili na ya taarifa ambayo watoto wetu wanaishi ndani yake. Kwa mtazamo wangu, msingi wa uhuru ni kuwa na muda wa kuelekeza umakini wako kwa uhuru, kupata taarifa za kuaminika na kuwa na uwezo wa kuamua unachokiona. Masharti hayo hayapo tena wakati majukwaa ya mitandao ya kijamii yanapotumia udhaifu wa uwezo wetu wa kufikiri na kufanya maamuzi kama nyenzo ya kuongeza faida za kibiashara. Commercial optimization. Baraza la Seneti la Ufaransa pamoja na bunge la kitaifa lilipitisha marufuku hiyo ya mitandao kwa watoto siku ya Jumanne, licha ya kukosolewa na baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa kushoto. Utekelezaji wake utafanyika kwa awamu mbili. Kuanzia Septemba, watoto wenye umri chini ya miaka 15 hawataruhusiwa kufungua akaunti na uthibitishaji wa umri utahitajika kwa akaunti zote mpya. Awamu ya pili ni kuanzia Januari mwaka 2027. Sheria hiyo itaanza kutumika kwa akaunti zote zilizopo, jambo linalomaanisha kuwa kila mtu nchini Ufaransa atalazimika kuthibitisha kuwa ana umri wa zaidi ya miaka 15 ili kutumia mitandao ya kijamii. Marufuku hiyo itakapoanza kutekelezwa, kampuni za mitandao ya kijamii zitalazimika kutumia mifumo ya kuthibitisha umri iliyoidhinishwa na mamlaka ya Ufaransa inayosimamia faragha, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Hata hivyo, wasiwasi umeibuliwa kuhusu ulinzi wa faragha, ufanisi wa mifumo ya kuthibitisha umri, uwezekano wa vijana kukwepa mifumo hiyo. Kwa kweli nilianza kutumia Snapchat na Instagram nilipokuwa na umri wa takriban miaka 15, lakini mambo yamebadilika sana tangu wakati huo. Nina wasiwasi kuona aina ya maudhui ambayo baadhi ya watoto wanachapisha na yale wanayoweza kuyaona mtandaoni. Nafikiri sheria hii itasaidia kuwaweka salama kwa kiwango fulani. Sidhani kama hiyo pekee ni hatua ya kutosha. Kadri jambo linavyokatazwa ndivyo vijana wanavyotamani zaidi kulifanya. Isitoshe, kijana mwenye simu mkononi ana njia nyingi za kukwepa vizuizi hivyo, kama vile kutumia huduma za VPN. VPNs.
Ufaransa imekuwa nchi ya pili duniani kuanzisha marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watoto baada ya Australia. Licha ya Australia kupinga marufuku, watoto wenye chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii mwezi Disemba, imebainika kwa kiasi kikubwa kwamba wengi wao bado wanaendelea kutumia majukwaa hayo. Mnamo mwezi Machi, tume ya Australia ya usalama mitandaoni ilitangaza kuwa watoto 7 kati ya kila 10 walio chini ya umri wa miaka 16 ambao walikuwa na kurasa za mitandao ya kijamii kabla ya marufuku hiyo kuanza kutumika, bado walikuwa wanaweza kutumia mitandao kwa kiasi fulani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanashauri kwamba mataifa mengine ambayo yanafuata mkondo wa Australia na Uingereza kuweka marufuku ya mitandao kwa watoto wanapaswa kushirikisha vijana katika mjadala huu ili marufuku hiyo itekelezwe kwa ushirikiano nao badala ya kuwalazimisha. Naam, asante Martha Saranga kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaweza pia ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ikiwa na taarifa mbalimbali zinazowekwa hapa kila zinapotokea kote ulimwenguni, na ukasome taarifa hii ya nchi 6 zinazowavutia watalii zaidi barani Afrika. Taifa lako lipo ama halipo? Kasome katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Ive Buchana. Barabara kabisa. Pep Guardiola amefanya mazungumzo kuhusu kuwa kocha mkuu wa Italia. Rais wa shirikisho la soka la Italia Giovanni Malago amethibitisha Guardiola aliondoka Manchester City msimu huu wa joto baada ya miaka 10 ya mafanikio nchini England, ambapo alishinda mataji 6, ligi kuu ya soka ya Premier League, kombe la FA mara 3, kombe la Carabao mara 5 na kombe la klabu bingwa Ulaya Champions League mara 1. Nampigia pasi Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha. Nam, asante sana Ive Buchana. Italia imekuwa bila kocha mkuu tangu Gerardo Gattuso alipojiuzulu mnamo mwezi Aprili kufuatia nchi hiyo kushindwa kufuzu katika kombe la dunia mara ya 3 mfululizo. Katika mahojiano na mtandao wa habari wa Italia, Malago amethibitisha kuwa mazungumzo yamefanyika na Mhispania huyo na kwamba mabadiliko ya kipekee yanaweza kufanyika ni kuhusu mshahara wake. BBC Sports imewasiliana na shirikisho la soka la Italia ili kupata maoni yao. Kocha mwingine wa zamani wa Manchester City, Roberto Mancini, ambaye aliongoza Italia kutoa ubingwa wa Euro mwaka 2020 miaka 5 iliyopita, na kiungo wa zamani Andrea Pirlo ambaye anafundisha timu ya Dubai United pia wanafikiriwa kwa ajili ya nafasi hiyo. Alipoulizwa kama Guardiola, Mancini na Pirlo ndio wagombea pekee, Malago alijibu, nami namnukuu, hapana kabisa, tunafikiria wasifu wa aina fulani na hakika majina haya yanaangukia katika kundi hilo, mwisho wa kumnukuu Malago. Na barani Afrika, Mali, Burkina Faso na Niger zimetuma maombi ya pamoja ya kutaka kuwa wenyeji wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2032. Viongozi wa mashirikisho ya soka nchi hizo walikutana na rais wa CAF Patrice Motsepe huko New York kuwasilisha mpango wao unaolenga kuimarisha mshikamano na ushirikiano wa kikanda. Nchi hizo 3 ambazo ni wanachama wa muungano wa mataifa ya Sahel zinakusudia kuunganisha rasilimali na miundombinu yao ili kuandaa mashindano yenye viwango vya kimataifa. Nikirudi barani Ulaya, mwamuzi Anthony Taylor ametangaza kustaafu kazi mara moja, akisema kuna shinikizo kubwa sana kwenye kazi hiyo. Anthony Taylor mwenye umri wa miaka 47 amefanya kazi kwa miaka 20 na kuchezesha mechi 831. Mechi yake ya mwisho ilikuwa ni ushindi wa Uhispania bao 1-0 dhidi ya Ureno katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia mnamo Julai 6. Alikuwa askari magereza kabla ya kuwa mwamuzi na aliwekwa kwenye orodha ya ligi ya soka kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa msimu wa 2006-2007 na baadaye alipandishwa hadi ligi kuu ya England, yani Premier League mnamo mwaka 2010, akichezesha mechi 432 za ligi kuu na kuchezesha fainali ya vikombe vya ndani. Kwa jumla amecheza jumla ya mechi 668 za soka za kulipwa nchini England. Mwamuzi huyo amekuwa katika orodha ya waamuzi wa FIFA kwa miaka 14. Alichaguliwa pia kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 na michuano ya Euro ya mwaka 2020 na 2024. Kwa ujumla amecheza jumla ya mechi 163 za kimataifa. Taylor alikuwa katika orodha ya waamuzi waliotakiwa kuchezesha fainali ya kombe la dunia ya mwaka 2022, lakini jina lake lilikatwa kwa sababu ya mvutano wa kisiasa kati ya England na Argentina waliokuwa katika fainali. Nikamilishe na tetesi za soka Ulaya. Tottenham, Chelsea na Arsenal zote zina mpango wa kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28, lakini viongozi wa juu wa Old Trafford hawataki kumuuza kwa klabu nyingine za England.
Mlinda mlango wa Aston Villa na timu ya taifa ya Argentina Emiliano Martinez mwenye umri wa miaka 33 anawaniwa na Juventus, wakati Arsenal wakiwa na nia ya kumsajili beki wa Villa na timu ya taifa ya England Ezri Konsa mwenye umri wa miaka 28. Nottingham Forest wako katika mazungumzo ya hatua ya juu kumsajili beki wa Sporting Lisbon na timu ya taifa ya Ivory Coast Ousmane Diomande mwenye umri wa miaka 22. Na Manchester United wanaendelea kuwa na nia kumsajili kiungo wa kati, lakini wamepunguza nia yao kwa mchezaji wa kimataifa wa Cameroon na Brighton Carlos Baleba pamoja na Alex Scott wa Bournemouth, wote wakiwa na umri wa miaka 22 kwa sababu ya bei zao kuwa juu. Bosha, ni kushukuru sana. Mwisho wa makala yetu ya michezo na wachezaji. Jina langu ni Ive Buchana. Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: Rais wa Marekani Donald Trump atishia kujibu kila shambulizi la Iran dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kulenga miundombinu ya Iran kila inaposhambulia meli hizo. Idadi ya waliofariki